Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, wale ambao wako Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa leo jeudi le 29 janvier 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za mchana wa siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja mho plateau de Fizi kwenye jeshi la Kongo FARDC na wazalendo. Muda huu tunapoongea tayari waisha rekipere eneo ya Point Zero. Eneo hiyo ilikamatwa na wanajeshi wa nchi ya Kongo na wazalendo baada ya mapigano makali yaliyoanza asubuhi mapema kati ya pande mbili. Tutawaambia jinsi kabisa mapigano yalikuwa katika maeneo hayo. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Uvira kwenye meya wa mji huo alitangaza kuwa anapana ultimatumu ya siku 5 kwa wale watu ambao waliibaka wakati M23 ilikuwa imeondoka katika mji wa Uvira. Wote kwa siku hizo 5 wao wamerejesha vitu vyote walivyoviiba, na kama watafanya hayo maamuzi yatachukuliwa na hao watu watakutana na chamtemakuni. Kama kawaida tumewaletea habari mingi, tutawapeleka huko katika eneo ya la Bunia kwenye biro ya meya wa mji wa Bunia iliingiliwa na watu wenye silaha wakaiba franka milioni 5 katika ile operasyon. Tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Shabunda kule Shabunda Centre. Kuna kazi zinazofanyika, wakaaji wa huko mashirika ya kiraia yako Mogreve wanaomba wazalendo waondoke katikati mwa mji waelekee kwenye mapozisio tofauti kwenye uwanja wa vita, kwa sababu wanaacha usalama kidogo unaendelea katika eneo ya Shabunda. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre pale, chini ya titre mu description kuko linki yetu. Uguse kwenye linki hiyo ukijiunga nasi, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati, za asubuhi, za mchana na magharibi. Hivyo basi utakuwa ukielewa yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Bila kukawia na kupoteza muda wetu, tufungue kurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja katika maeneo ya plateau de Fizi kwenye muda huu tunapoongea. Wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wako mu eneo ya Point Zero. Eneo ya Point Zero iko rekipere. Ni habari nzuri kwa wakongomani wote kwa sababu FARDC na wazalendo wamesonga mbele na kufanikiwa kurekipere eneo ya kimkakati inayo itwa Point Zero. Kwa wale ambao walikuwa wakizifuata taarifa zetu, eneo ya Point Zero wakati ilianguka kama mikono ya hawa waasi wa M23, tuliwaambiaka jinsi kabisa Point Zero ni eneo ya kimkakati na fungua kabisa njia za Twirwaneho ku maaxe tofauti ya miji ya territoire ya Fizi mkiwemo Baraka na eneo ya Fizi. Siku ya jana mapigano yalikuwa yakiripotiwa katika vijiji vinavyokuwa karibu na Point Zero. Wakati mapigano yalianza juzi, wahasi wa Twirwaneho na M23 walikuwa movita wakitaka kusonga mbele zaidi. Walikuwa wamekamata eneo ya Angule Bikiaka Nehele siku ya juzi jioni. Jana ndipo FARDC ilirejea kupigana hapo, wakarekipere maeneo hayo mawili jioni ya jana kabisa. Maeneo hayo walikuwa wameyarekipere. Asubuhi ya leo mapema
waliamka tena na wako wanashambulia waasi wa AFC M23 katika eneo ya Point Zero, kwa sababu kitoka Angule pale kwenye walikuwa wamerekipere ilikuwa ni karibu sana na eneo ya Point Zero. Mapigano yalizuka upya asubuhi ya leo mapema kuanzia saa 10, ndipo jeshi la Kongo na wazalendo walianza kushambulia waasi wa AFC M23 na Twirwaneho kuanzia mapozisio tofauti yanayozunguka Point Zero. Wakati waasi hao walikamataka Point Zero kwa sababu ilikuwa deja eneo ya kimkakati, donc ni village strategique. Walikuwa wameinstale mapozisio tofauti ili wadefendre eneo hiyo, waweze kukuwa nazifanya operasyon wakisonga mbele momaxe tofauti. Jeshi la Kongo kuanzia saa 10 wakiwa na wazalendo walipigana na AFC M23 mo mapozisio tofauti. Saa 2 za asubuhi ya leo ndipo waliingia katika Point Zero officiellement. Donc waasi wa Twirwaneho na AFC M23 walipigana kwa masaa kadhaa wakiwa katika eneo ya Point Zero wakidefendre. Ilipofika saa 2 wakazidiwa nguvu, wakashindwa kudefendre eneo hiyo. Jeshi la Kongo FARDC na wazalendo wakawajengua katika mapozisio yao tofauti hapo mu Point Zero, wakawafukuza ndani ya Point Zero, na wazalendo na jeshi la Kongo wakaingia officiellement katika eneo ya Point Zero. Muda huu tunapoongea mchana wa leo jeudi le 29 janvier 2026, Point Zero iko récupéré. Wazalendo na FARDC wako katika eneo ya Point Zero. Masasi inaendelea kusikika karibu na maeneo ya Point Zero. Jeshi la Kongo linaendelea kuwafuata nyuma waasi hao wa Twirwaneho na AFC M23 ambao wako naelekea katika milima ya Wabaruta kule njo kwenye wako naelekea na milima ya Ruhuha. Kwa wale ambao wanajua maeneo hayo vizuri, nadhani ya kwamba tuko na indana. Mukikumbuka wakati waasi wa Twirwaneho na M23 walikuwa wamekamata eneo ya Point Zero, walikuwa wametokea katika vijiji vinavyokuwa karibu na Minembwe, mkiwemo Ruisankuku kule nyuma ya milima hiyo ya Wabaruta na karibu na ile milima ya Ruhuha. Kule njo kwenye sasa wako naelekea baada ya kupigwa hapo Point Zero na kufukuzwa pale na wazalendo, wako narudia nyuma wakielekea kwenye mlima hiyo ya Wabaruta, wakielekea huko nyuma katika vijiji hivyo vya Ruisankuku. Muda huu kwa sasa katika maeneo hayo ya Point Zero hali ndiyo hiyo. Wazalendo na jeshi la Kongo wako katika eneo ya Point Zero iko récupéré, wako na shambulia waasi hao katika vilima hivyo vya Wabaruta kule nyuma, wakiendelea kusonga mbele wakikaribia eneo ya Ruisankuku hivyo na kuendelea kukaribia eneo ya Minembwe, mwingine wa Minembwe ambao ndio base kubwa ya AFC M23 Twirwaneho katika maeneo ya Haut Plateau de Fizi. Pale katika maeneo hayo wanajeshi wa FARDC unité ya wakomando Hibo wako mkazi pale baada ya kuwasili kwao siku ya jana asubuhi, wakati wazalendo walikuwa wamepoteza maeneo ya Nahele Bikiaka. Pale wa komando Hibo walirenforce baada ya kuwasili kwao katika maeneo hayo, wako nasonga mbele sana. Deja maeneo hayo ambayo walikuwa wameyapoteza juzi yalikuwa récupéré, na eneo ya Point Zero ambayo waasi wa Twirwaneho walikuwa wamemaliza ndani 3 semaines nayo deja wameirekipere. Pale wako nasonga mbele sana wazalendo pamoja na jeshi la Kongo wanaoungana katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja katika mji wa Uvira. Ndani ya mji wa Uvira, meya wa mji wa Uvira alipana siku 5 kwa wale waliopora mali ya serikali mjini Uvira wakati AFC M23 ilikuwa imeondoka katika mji huo. Anasema ya kuwa wote wanaombwa kurejesha vitu vyote walivyoviiba kwa haraka, kama si hivyo maamuzi yatachukuliwa na wote watakuja kukamatwa na watapata cha mtema kuni. Wakati AFC M23 ilikuwa imeondoka katika mji wa Uvira, kuna wakaji waliofanya piage baada ya AFC M23 kupie vitu tofauti vya gouvernement katika mji wa Uvira, mkiwemo godro
na vingine vitu tofauti, mashine za kulima na za kujenga barabara. Wakaaji nao walifanya kapiaje katika mji wa Uvira. Kuna video ambazo tulikuwa tukiziwapa hapa kumedia wakati piaje ilikuwa ikifanyika katika mji wa Uvira. Na baada ya kuwasili kwake meya wa mji wa Uvira pale na gouverneur wa Sud Kivu akafika pale, donc serikali ya mkoa wa Sud Kivu ikarejea katika mji wa Uvira ili kuendelea na kazi yake. Wamepana 5 jours kwa wale watu wote walio iba vitu vya leta pale wavirudishe. Après 5 jours na hawatavirudisha watapata cha mtema kuni. Donc watawindwa, watakamatwa na watakutana kabisa na cha mtema kuni. Katika taarifa zetu tuwapeleke moja kwa moja katika maeneo ya Sabunda, mungini wa Sabunda unaopatikana toujours mu territoire ya Sabunda unapitia siku ambazo ni za greve kabisa. Ni siku ya ine aujourd'hui na eneo ya Sabunda iko mo greve. Mashirika ya kiraia na wakaaji kutoka maeneo hayo wanafanya greve kule, wakitoa wito kwa jeshi la Kongo kuwaondoa wazalendo katika mungini huo wa Sabunda waelekee kwenye maeneo ya vita, kwa sababu wanaleta insecurity katika mungini huo wa Sabunda. Biashara zote ziko paralize, donc hazitumiki pale katika eneo ya Sabunda centre, na leo ni siku ya 4 kabisa mfululizo na hakuna kazi zinazofanyika kule kutokana na greve ambayo iko nafanywa na wakaaji wa eneo ya Sabunda, wakisema kuwa kuwepo kwa wazalendo katika mji wa Sabunda ama Sabunda centre kunasababisha usalama kidogo katika eneo hiyo. Wanasema kuwa scene de pillage zinaendelea kufanyika katika mji huo, wakishutumu wazalendo kuwa ndio wenyewe wako nafanya hayo, kutekwa nyara kwa kila wakati katika maeneo hayo, na pia kuombwa mataksi za kila kona, donc kutia mabariere mukila kote, wakiombwa mataksi za hapa na pale. Hayo yote yanaacha wakaaji kabisa waishi vizuri katika eneo hiyo. Wakati maandamano haya yalikuwa yameanza, wakaaji walikuwa wamepana 24 kwa wazalendo wawe wameondoka katika mungini huo wa Sabunda waelekee kufro pale kwenye wako na mapozisio zao tofauti, wapigane na M23 kule, wasiingie katika mji huo, donc wabakie kule, vitu vitakuwa vikiwafikia huko wasiendelee kubaki katika mungini huo. Na baada ya siku ya saa hizo 24 hakuna kilichofanyika, hali iliendelea kukua vile kabisa, wazalendo wakaendelea kuonekana pale, na kuanzia dimanche mnajua kwamba kuna makundi ya kizalendo ambayo yalikuwa yameitwa na meya wa mji wa Sabunda ili kuongelea kuhusu jambo hilo, na wakaji wanasema kuwa mpaka kwa sasa wanaendelea kuona wazalendo hakuna changement. Wanachokitaka wazalendo ni waondoke pale, ndipo maisha iendelee kama kawaida. Wakati wazalendo hawajaondoka pale Sabunda, wakaji hawatasimamisha greve zao, na wanasema kuwa wakati wowote wazalendo hawajaondoka pale watatumikisha zingine nguvu na watafanya kila aliwezekanavyo wazalendo waondoke katika eneo hiyo ya Sabunda, kwa sababu wanaendelea kuacha usalama kidogo atiri mungini huo, kwa sababu wao ndio wenyewe wanafanyaka piaje ya usiku wakiwakamata watu kuwateka nyara. Donc katika eneo hiyo ya Sabunda wakaaji waisha kasirika, wapendi wazalendo katika mungini hiyo. Na hapa itakukumbusha katika maeneo ya Butembo kule Nord Kivu hivi juzi kabisa, wakati mwezi huu ulikuwa umeanza, kule kuliripotiwaka visa vya mauaji, uporaji, unyanyasaji kwa wakaaji.
Wakaaji wakaingia kabisa mitaani, wakashutumu wazalendo, wakaomba wazalendo kuondoka katika maeneo hayo ili usalama upatikane, waende kufro kuwasutenir, watawasutenir mena wako kufro kwa sababu kubaki katika maeneo ya wakaaji wanawasumbua. Donc wazalendo wanaombwa kuondoka katika maeneo ya mingine, waende kule kufro kwa sababu nao wanachaka mwingine wakaaji wataishi vizuri kwa sababu kuna wazalendo wanaofanya vitendo vibaya kupie. Ili kuepuka hayo sasa, wakaaji wako nafanya magreve ili wazalendo waondoke katika mingine ambayo wako ndani. Tunaendelea na taarifa zetu kama kawaida, tumewaletea habari mbichi kabisa katika mkoa wa Ituri mungini wa Bunia kule muvile ya Bunia. Usiku wa juzi wa kuamkia jana, watu wenye silaha ambao mpaka kwa sasa hawajajulikana waliingilia biro ya meya wa polisi pale Bunia na wakaiba kabisa franka mingi. Taarifa kutoka huko zinadhibitisha kuwa waliibaka 5 millions de francs congolais, ni franka mingi. Taarifa hizo zinadhibitisha kuwa hao wezi waliingiaka katika biro ya meya wa pale Bunia, wakavunja milango na wakavunja coffre fort na wakabeba hizo franka zote. Baada ya hayo serikali ya Bunia ikatangaza kuwa uchunguzi uko unafanyika ili kubaini wahusika wa vitendo hivyo, na mpaka muda huo hakuna watu waliokamatwa ama watu ambao wako suspecte waliokamatwa. Polisi wa eneo hiyo wanatangaza kuwa ankete inaendelea, donc uchunguzi unaendelea ili kuweza kukamata hao watu na kuwafikisha mbele ya mahakama kwa makosa hayo walioyafanya ya kuiba. Tukiendelea na habari zetu, tuelekee huko Butembo. Kule Butembo watu wengi zaidi ya watu 10 walikamatwa, mkiwemo wakina mama 3 pamoja na mwanajeshi mmoja wa FARDC siku ya jana wakati wa operasyon ya kuzingira ambayo ilifanyika katika maeneo ya Vukula kwenye aveni ya Mususa mukartie inayoitwa Beyond Commune ya Kimeme muhiyo vile ya Butembo. Ile operasyon ilifanywa na wanajeshi wa Kongo kwa ajili ya kutafuta wale wezi, wale watu ambao wanahusika na usalama kidogo katika mji wa Butembo. Ni meya wa mji wa Butembo ambaye alianzisha ile operasyon katika maeneo hayo. Uongozi wa mji wa Butembo unatangaza kuwa service de sécurité ziko determine pale ili kurejesha usalama katika mji huo wa Butembo. Wanasema kuwa watu hao waliokamatwa ni watu ambao wako suspect kwa kufanya wizi, kwa kufanya piaje kabisa katika mji huo. Uongozi huo unabaini kuwa hao watu watafanyiwa uchunguzi ili kuweza kupelekwa mbele ya mahakama. Na meya wa mji wa Butembo alitoa wito kwa wakaaji kukolabore na service de sécurité ili kukua na wapana hao watu ambao wanawasuspecte kuwa ni magaidi katika mji huo. Anasema kuwa ile ni jambo nzuri ili kurejesha usalama katika mji wa Butembo. Hapa naweza nikasoma maoni yenu, wale wanaotuandikia kupitia komantere wakituliza maswali, nisome maoni yenu kidogo. Anayeitwa Kibabi Hasani alisema Mungu atasaidia, bitakuwa bie upande wa jeshi letu. Okay. Kristiachi Namula alisema asante sana ndugu na siku njema kwako, merci beaucoup. Anaitwa Mboka ni Taribo alisema tunajua siasa sasa, bravo wazalendo. Okay. Bao Magister alisema je, hao makamanda ambao unatutajia wako na nia ya kufika Bukavu, tu ya nini awaende
na jua utasema ni mambo ya kijeshi, lakini ni ulizo ya nguvu sana. Ndiyo, ni ulizo ya nguvu sana pale kabisa. Siwezi nikajua wanakipanga nini. Me wote wanapenda warekipere Bukavu, wapendi waendelee kuona maeneo ya Kongo yanakaliwa na wasi hao, ambapo inaweza kufikia kudeklare etat federale yao, wanabalkanize nchi. Me huwezi ukajua sasa mpango wao ni wa siku gani. Mbone watake maeneo tofauti waoneshe kuwa wako napenda wasonge mbele. Ile ni swali nguvu kama ulivyosema, mimi sina jibu kuhusu hiyo. Kiukweli ni ya kwamba wanapenda warekipere maeneo hayo na hata mji wa Goma na kwingineko. Waasi wa M23 wafukuzwe katika maeneo ya Kongo. Sasa kenye sijue ni kukuambia, ni kukujibu kuwa sasa watafanya hiyo kazi siku gani. Gilbert Mukoma alisema kwa nini sasa wazalendo wako na jinyanyasa kuhusu Wanyarwanda hao, muko munawaita Wanyamlenge, muko na waangaikia sana wakimbizi wetu wenye wako Burundi, muwasemee juu ya nini? Wakimbizi ambao wako Burundi, kwa sababu kule deja Uvira hali ni ya usalama iko mu mikono ya jeshi la Kongo, na wazalendo watakuja kurejea kutoka Burundi na ni siku chache tu hayo mtayaona. Asante ndugu zangu kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Hizo ni mbichi ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo kama kawaida, na washukuru nikiwaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Merci.